na Mheshimiwa Rais hivi majuzi, lakini pia tutazungumzia swala la ripoti ya Jumuiya ya Madola ambayo nayo imetolewa siku za hivi karibuni na maelekezo yake na maazimio yake dhidi ya nchi yetu. Kwa hiyo hayo hasa ndio madhumuni ya kikao cha leo na tutayapitia kwa kifupi kama ifuatavyo. Moja, ndugu waandishi wa habari, mtakumbuka kuwa Jumuiya ya Madola and the Commonwealth imetoa maazimio yake ya kuhusiana na hali ya kisiasa nchini Tanzania baada ya uchaguzi batili uliopelekea matukio na machafuko pamoja na mauaji ya Oktoba 2025 yaliyosababisha vifo vya Watanzania zaidi ya wasio na hatia zaidi ya 515 na wengine kupata majeruhi zaidi ya 2390. Lakini pia nikiri kwamba mimi Luhaga Johnson Mpina niliyekuwa mgombea wa nafasi ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nilikuwa miongoni mwa watu waliotokea mbele ya ujumbe huo maalum wa katibu mkuu wa Jumuiya ya Madola ambao uliongozwa na rais mstaafu wa Malawi Mheshimiwa Lazarus Chakwera mnamo tarehe 16 Aprili 2026, ambapo mazungumzo hayo yalichukua kwa muda wa masaa matatu na niliweza kuwasilisha maoni na mapendekezo yangu ambayo yalikuwa kwenye zaidi ya kurasa 70 kwa Dr. Chakwera. Sasa ripoti na maazimio ya Jumuiya ya Madola. Baada ya kupitia ripoti ya maazimio ya Jumuiya ya Madola yaliyotolewa tarehe 10 Julai 2026, napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa Jumuiya ya Madola kwa hatua hiyo nzuri. Aidha, shukrani za pekee zimwendee katibu mkuu wa jumuiya hiyo. Pia nitoe shukrani na pongezi nyingi sana za dhati kwa Mheshimiwa Dr. Chakwera kwa kazi nzuri aliyoifanya ya kuchunguza na kujumuisha mapendekezo na maoni ambayo tuliyatoa katika uchunguzi huo kufuatia hali ya kisiasa hapo Oktoba 2025. Maoni na mapendekezo tuliyoyatoa watu mbalimbali, lakini na ya kwangu mimi mwenyewe binafsi, tunaona kwamba katika ripoti hiyo ya Chakwera yalifanywa kazi kwa kiwango kikubwa sana. Katika kutafakari maazimio manne ya tume hiyo ya Jumuiya ya Madola, muhimu wananchi wakaweza kushinikiza maazimio hayo yaweze kutekelezwa na kuyafuatilia kwa karibu ili kuhakikisha kwamba maazimio hayo yameweza kutekelezwa, ambayo kwa kweli maazimio hayo manne ya Jumuiya ya Madola ukiyasoma yote kwa pamoja na mambo yake. Kwa hiyo azimio namba 1 la Jumuiya ya Madola ilisema kwamba ndani ya siku 30 kutatua suala la kuzuiliwa kwa Tundu Lissu kupitia njia ya kisiasa na kisheria pamoja na kuachia wanaoshikiliwa kwa kutumia haki zao za msingi kwa amani. Ninachoweza kusema nini hapa? Kwanza nakubaliana moja kwa moja, ni kweli kabisa mchakato wa kisheria ukamilike haraka sana ndani ya hizo siku 30 zilizotolewa na Jumuiya ya Madola ili Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu aachiliwe huru baada ya kuonewa na kuteswa kwa muda mrefu bila sababu za msingi. Ni dhahiri kuwa alikamatwa na kufunguliwa kesi za uongo ya uhaini ili kumdhibiti asiweze kugombea nafasi ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Hata hivyo, DPP amekuwa akizua mabishano yasiyo na msingi wa kisheria, ikiwemo kuweka POs katika mashauri mbalimbali. Mfano, katika kesi ya uhaini ya Tundu Lissu, DPP aliwasilisha notes ya nyongeza ya ushahidi, the notes of substance of evidence, chini ya kifungu cha 308 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai, jambo ambalo lilikataliwa na Mahakama Kuu tarehe 24 Februari 2026. Lakini mkurugenzi huyo wa mashtaka hakuridhika. Aliwasilisha maombi hayo ya marejeo katika Mahakama ya Rufani kupinga uamuzi wa Mahakama Kuu, ambapo mnamo tarehe 30 Julai 2026 Mahakama ya Rufaa chini ya jopo la majaji watatu wakiongozwa na Mheshimiwa Jaji Mwarija wametupilia mbali madai ya DPP na marejeo na kuthibitisha uamuzi uliotolewa na Mahakama Kuu kuwa ulikuwa ni uamuzi sahihi na ubaki hivyo. Wananchi wengi wanaendelea kukamatwa na kubambikizwa kesi za ugaidi na uhaini na kusota mahabusu ya vituo vya polisi na magereza kwa muda mrefu.
Mfano, hivi karibuni tukio la mwanachama wa CCM kutoka wilaya ya Kwimba Mwanza, ndugu David Levy Nestori Nkindikwa maarufu kijana mzalendo, aliyepinga uteuzi wa Samia Hassan kugombea urais ndani ya Chama cha Mapinduzi kwa msajili wa vyama vya siasa, alitekwa na alikaa kwenye gari zaidi ya siku 3 bila maji wala chakula, na baadaye alitelekezwa katika vituo vya polisi vya Oyster Bay, Dar es Salaam na Kibaha mkoa wa Pwani kwa zaidi ya siku 45. Sasa anasota mahabusu bila kupata haki yake ya dhamana, bila kupata huduma, bila kupata msaada wa kisheria na bila hata kufikishwa mahakamani, huku makosa yake yakiwa hayajaelezwa bayana. Huku makosa yake yakiwa hayajawekwa bayana hadi leo. Hata taarifa zake ziliporipotiwa tarehe 25 Juni 2026 kwamba ametekwa na kupotea, bado jeshi la polisi halikuweza kusema chochote, lakini baadaye imekuja kubainika kwamba huyu David Levy Nestori Nkindikwa anashikiliwa na yuko kituo cha polisi cha Oyster Bay na anahamishwa mara anapelekwa Kibaha kwenye kituo cha polisi, na hali ndio iko hivyo. Kwa hiyo mnaweza mkaona mambo ambavyo yanavyoenda na yanavyofanyika kwa ukatili mkubwa na kwa manyanyaso makubwa. Lakini hatujasahau tukio la mchungaji Dr. Godfrey Malisa ambaye naye alipinga uteuzi wa Samia kuwa mgombea kupitia CCM katika mahakama kuu ya Tanzania na baadaye mahakama ya rufaa, ambayo hii nimekuwa nikirudia mara kwa mara. Lakini ilipofika Mei, naye alipokuwa amekamatwa na kushikiliwa kwa muda mrefu zaidi ya miezi 6, lakini baadaye sasa mahakama ilipofika Mei 2026 ilimwachilia huru na kufuta mashtaka yake na kwamba hakuwa na hatia. Kwa hiyo naye alikamatwa tu ili kwa sababu ya chuki zile za kumshtaki Samia mahakamani na mahakama kuu na baadaye mahakama ya rufaa, basi unakamatwa unawekwa kwa sababu yeye ni mtawala na anayo mamlaka ya kufanya hivyo, anafanya hivyo. Lakini hatujasahau habari za kina Barozi Humphrey Polepole, na tutaendelea kuzisema kwa sababu hawajapatikana hadi leo. Mdude Nyangali, Deus Soka, Dionisi Kipanya na wengine wengi hawajulikani walipo hadi sasa. Tume ya Jaji Chande iliainisha ripoti ilionyesha kwamba katika kipindi cha miaka 3 kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 watu waliokuwa wamekamatwa na kushikiliwa watu waliokuwa wamepotea walikuwa ni 758, na kati yao 245 hawajulikani waliko hadi sasa. Na katika 245 sina mashaka kwamba majina hayo ya kina Humphrey Polepole yamo, kina Soka kama nilivyoyataja hapa, kina Dionisi Kipanya, wote akina Mdude Nyangali, wote wamo humo katika idadi ya watu 245. Kwa hiyo maana yake nini? Nasema haya katika hilo azimio namba 1 linalosema kwamba Mheshimiwa Tundu Lissu aachiliwe ndani ya siku 30, lakini pia na wengine na hata wengine wanaharakati wengine wanaoshikiliwa na wenyewe waweze kuachiliwa huru. Kwamba hapa nchini kwetu azimio kama azimio limetoka kutoka kwenye Jumuiya ya Madola ni sahihi kabisa, lakini kuna mashaka makubwa sana kutekelezwa, kwa sababu kama unavyoona kama watu wanazidi kukamatwa mpaka sasa hivi. Ukiangalia hawa kama hawa akina Nkindikwa, akina Nkindikwa wamekamatwa majuzi hapa kukiwa hata lile azimio la saa nyingine limekwisha kutolewa, na wengine wengi wanaoendelea kukamatwa mpaka sasa. Lakini azimio namba 2 ndani ya siku 60 inasema kurejesha kikamilifu upatikanaji wa majukwaa ya kidijitali na kusitisha vitisho dhidi ya vyombo vya habari na watetezi wa uhuru wa kujieleza. Suala la uhuru wa kutoa maoni na kujieleza ni jambo la kikatiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ile ibara ya 18 ambayo inatoa uhuru wa mwananchi yote kutoa maoni na mapendekezo yake, lakini imegeuzwa kuwa wakosoaji na wachambuzi kuwa magaidi na hivyo kuwakamata na kuwashikilia mahabusu kwa muda mrefu. Mfano ni tukio la hivi karibuni, mhadhiri wa Chuo Kikuu cha Dodoma UDOM Dr. Melkisedek Kitunzi ambaye anadaiwa kuhamasisha maandamano ya tarehe 7 Julai 2026. Dr. Kaijage anatuhumiwa kutenda kosa hilo akiwa darasani akifundisha wanafunzi wake, jambo ambalo linaleta sintofahamu kubwa.
Lakini mtakumbuka nyinyi pia kuna wanafunzi waliokamatwa 18 kutoka chuo cha IFM, CBE, chuo kikuu cha Dar es Salaam, DMI, NIT, MNMA na Q, wakiongozwa na Frank Benjamin Kayamba. Walikamatwa na kufikishwa mahakama Juni tarehe 12, 2026 na kufunguliwa mashtaka 47 yakiwemo kujipatia mikopo kutoka bodi ya mifuko ya elimu ya juu, yani HESLB, kwa njia ya udanganyifu, ambapo mahakama ya hakimu mkazi Kisutu iliwaachilia huru wanafunzi hao tarehe 29 Julai 2026 baada ya kukubaliana na hoja ya utetezi kwamba hati ya mashtaka ilifunguliwa kimakosa na DPP na bila kufuata sheria, lakini baadaye walikamatwa tena na serikali. Kwa hiyo mnaweza mkaona kwamba ni unyanyasaji juu ya unyanyasaji. Hawa ni wanafunzi, mnawasingizia kwamba waligushi ili wapate mkopo waweze kusoma. Kwanza hilo kuna tatizo gani? Kwa nchi zingine ambazo zinajua maana ya kulea vijana kama hao, mnawapa nafasi zaidi, na hata kama ni adhabu basi labda adhabu tu ndogo hata za kufagia au kuchimba visiki na vitu vingine, lakini anafanya forgery ili apate elimu. Sasa kuna tatizo gani? Haya, mmeziona hizo forgery, mmekimbilia kwa sababu nia haikuwa ile, walikuwa wanawatengenezea makosa ambayo hawakuwa nayo. Ikawa haina substance, mahakama ikatupilia mbali. Kwa hiyo sasa hivi unaweza kuona, lakini tarehe 23 Julai tena 2026 watu 23 mkoani Mwanza walikamatwa na kufikishwa mahakamani kwa makosa ya ugaidi, ambapo mashtaka yalisainiwa na DPP mwenyewe ndugu Sylvester Anthony Mwakitalu. Wakati hayo yakifanyika, waziri wa mambo ya ndani Mheshimiwa Patrobas Katambi mnamo tarehe 29 Julai 2026 alitoka hadharani na kutoa tamko la kukanusha kuwa nchini Tanzania hakuna ugaidi. Sasa huku nchi nzima watu wanafunguliwa kesi za ugaidi, alafu huku tena mnatoa statement ya kwamba hapa nchini kwetu hakuna ugaidi. Kwa sababu gani? Hawawezi kuwa na maelezo ya kufanana, kwa sababu swala la ugaidi ni swala ambalo linatengenezwa tu kwa ajili ya kuwakomoa wananchi wanaotaka kuiwajibisha serikali kutokana na maovu inayoyafanya kwa wananchi. Kwa hiyo na ndio maana watu wanakamatwa tu, wanafunguliwa makosa kama hayo. Lakini mtakumbuka Oktoba 2025 pia ambako watu zaidi ya 1600 walikamatwa na kufikishwa mahakama kwa makosa ya uhaini. Swali kubwa la kujiuliza, kwa nini kwenye nchi yetu watu wanyamazishwe? Kwa nini igeuzwe kuhoji na kukosoa serikali iwe ni makosa ya uhaini na ugaidi? Hii nguvu kubwa inayotumika kuwanyamazisha wananchi inalenga nini? Kwa nini wananchi wazuiwe kuhoji juu ya mambo yanayofanyika kwenye nchi yao? Kwa nini serikali inataka kuongoza nchi hii kwa imla na kwa udikteta? Na kwa nini wanatumia nguvu kubwa kama hivyo? Kwa sababu swala la kuhojiwa, kama ni swala ni kuhojiwa tu, ukihojiwa si unajua tu unatoa majibu. Kwani tatizo ni nini? Ukihojiwa kama serikali unayo majibu, si unatoa majibu. Kitendo cha kuwanyamazisha watu na kuwatengenezea kesi za kila aina ili tu muweze kuwanyamazisha kinalenga kufanya nini? Kinalenga kufanya nini? Kulifanyia nini taifa letu? Kwa hiyo tunasema nini? Azimio hilo namba 2 lililotolewa na Jumuiya ya Madola liko vizuri. Kwa maana ya agizo la Jumuiya ya Madola, agizo lake liko sawa sawa na azimio lake liko sawa sawa. Lakini tumeagizwa kwamba ndani ya siku 60 kurejesha kikamilifu upatikanaji wa majukwaa ya kidijitali na kusitisha vitisho dhidi ya vyombo vya habari na watetezi wa uhuru wa kujieleza. Sasa wananchi wanaozungumza mpaka wanavamiwa, mpaka marekcha wetu wakiwa darasani wanafundisha wanakamatwa. Sasa unategemea kwamba kuna dalili za kujirekebisha hapa? Kuna dalili za kujirekebisha hapa? Wanaenda kutungiwa makosa mpaka wanafunzi vioni huko wanatungiwa makosa, wanaachishwa masomo, wanaanza kuhudhuria mahakama. Kesi ambayo haina kichwa wala miguu imefika mahakamani, imefutwa, bado wanakamatwa tena. Ni ukatili wa hali ya juu. Lakini huko Mwanza huko watu wanakamatwa, wanaambiwa kwamba wana makosa ya ugaidi, bado waziri wa mambo ya ndani anatoka hadharani anasema Tanzania hamna ugaidi. Sasa kama hakuna ugaidi, magaidi waliokamatwa
ni wapi? Kwa hiyo na wengine mnawakamata watu kwa matukio ya Oktoba 2025, mnasema hawa wote tumewakamata, tunaweka ndani kwa sababu ya makosa ya ugaidi. Mwisho wa siku mnaenda kuwaachia wote tena, mnasema kwamba hawakuwa na makosa hayo ya ugaidi, tumewaachia na tumewasamehe. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba hili azimio lina ugumu mkubwa wa kutekelezwa, kwa sababu mzizi wa fitina ulioko hapa nchini usipotatuliwa, wa kujua kwa nini watu wanakamatwa kwa kusingiziwa makosa. Kwa hiyo agizo la siku 60 nalo bado ni ngumu kutekelezwa, ingawaje Jumuiya ya Madola yenyewe ni sahihi kabisa na maelekezo aliyotupa ni sawa. Sasa azimio namba 3 linazungumza ndani ya siku 90 kuitisha jukwaa shirikishi lenye usimamizi huru litakalojadili mageuzi ya mfumo wa uchaguzi, ushindani wa kisiasa, masuala ya waliokamatwa na uwajibikaji. Sasa tumepewa siku 60 kwa ajili ya kuitisha jukwaa shirikishi lenye usimamizi huru litakalojadili mageuzi ya mfumo wa uchaguzi, ushindani wa kisiasa, masuala yaliyokamatwa na uwajibikaji. Sasa agizo hili nalo ni agizo zuri sana, lakini ni ngumu sana kutekelezwa ndani ya nchi yetu, kwa sababu mtawala aliyopo anataka mambo yote afanye yeye. Na haamini kama watu wanaweza kutoka nje, watu walio huru wakaja kufanya haya mambo. Na haamini kwamba jumuiya zingine zinaweza zikatengeneza, zikafuatilia, zikasikiliza watu mbalimbali. Anataka yeye mwenyewe ndio aendelee kuunda tume. Na ndio maana akaunda ile tume ya uchunguzi aliyoiunda awali. Baada ya hapo akaunda tena tume nyingine ya uchunguzi tena mambo ya kijinai, wakati na ile nyingine ilikuwa inachunguza matukio ya machafuko ambayo na jinai ilikuwemo ndani. Kwa hiyo mambo ya jinai yanaundiwa tume anaunda yeye, wakati serikali yake inalalamikiwa. Serikali hiyo hiyo iliyosababisha hayo yaliyotokea ndio hiyo hiyo tena inayounda tume ya kwenda kujichunguza yenyewe. Azimio hili linahitaji usimamizi wa karibu kutoka Jumuiya ya Madola ili liweze kutekelezwa, kwani ubabe unaoendeshwa na mtawala hapa nchini ni ngumu sana kufikia malengo hayo ya Jumuiya ya Madola. Mfano, tarehe 30 Julai 2026 alikutana na viongozi wa vyama vya siasa Ikulu Dar es Salaam na kudai kuwa vyama vyote vya siasa wako vizuri isipokuwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ambacho alidai nacho chama hicho wanaendelea kupokea misukumo yake na matakwa yake. Wanaendelea kupokea misukumo yake na matakwa yake. Lakini Chama cha Demokrasia na Maendeleo tarehe 3 Agosti 2026 kimetoa taarifa kwa umma kuwa hakijawahi kukutana kwa siri wala kwa kificho na Chama cha Mapinduzi au kiongozi wa serikali kwa mazungumzo ya aina yoyote, na kwamba msimamo wao unabaki ule ule unaotokana na maazimio ya kamati kuu ya kwamba bila ukweli, haki na uwajibikaji hakuna maridhiano. Lakini msimamo wa chama cha ACT Wazalendo pia kupitia tamko lake la tarehe 9 Novemba 2025 na maazimio ya vikao vya kamati kuu ya tarehe 18 Januari 2026 na tarehe 3 Mei 2026 ambavyo vilisisitiza kuwa hakuna maridhiano bila ukweli, haki na uwajibikaji, na hadi sasa hakuna kikao kingine cha chama kilichokutana kwa ajili ya kuchunguza, kwa ajili ya kutengua msimamo uliotolewa. Sasa mtawala anapoitisha kikao pale, na sisi tulimuona wote, anafika tu kwenye kikao kile cha hao viongozi aliokuwa amewaita na anasema tumekubaliana, wala tukusikia mjadala waliokuwa wakiendelea nao. Kwa hiyo sasa chama cha ACT Wazalendo msimamo wake unajulikana kulingana na msimamo uliotolewa na kamati kuu, na ulikuwa communicated kwenye umma hadharani kwamba chama cha ACT Wazalendo msimamo wake ni upi katika swala la maridhiano. Chama cha Chadema msimamo wake kimeutaja, lakini chama cha ACT Wazalendo msimamo wake kama nilivyotaja katika matukio matatu, na document hizo zote ziko kwenye umma, kwamba chama cha ACT Wazalendo hakiwezi kwenda kwenye maridhiano bila ukweli kuwekwa wazi ya matukio yaliyotokea Oktoba 2025 na bila haki na wala uwajibikaji. Ni msimamo ambao uko dhahiri. Sasa haya maneno ambayo anayazungumza mtawala kwamba ameshaelewana na vyama vya siasa isipokuwa chama kimoja, ina maana gani? Ina maana gani? Pia nikiwa mgombea wa nafasi ya rais ambaye nilienguliwa kwa mabavu kugombea katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kupitia chama cha ACT Wazalendo, kesi yangu bado iko mahakamani, iko mahakama ya rufaa, haijasikilizwa.
na sina mpango wote wa kuiondoa mahakamani mpaka isikilizwe na kuamriwa kwa kufuata taratibu zote za kisheria. Sasa unaposema kwamba umemalizana na nani? Kesi ya Tundu Lissu bado iko mahakamani, haijaamuliwa. Unazungumza na nani sasa? Unayesema kwamba mmeelewana naye kwenye ACT Wazalendo, unayesema kwamba mmeelewana naye kwenye Chadema, mmeanza mazungumzo. Tundu Lissu yuko mahakama mpaka sasa. Anapozungumza kwamba wameanza kuelewana, maana yake ni nini? Kwa hiyo hizi siku 90 za kutafuta msimamizi huru sio rahisi kutekelezwa kwa nature ya mtawala alivyo, kwa sababu ni mambo ya shortcut tu, shortcut everywhere, shortcut. Sasa mambo ndio yanakaa hivyo. Sasa ni lini? Kwa sababu ilitegemewa sasa hivi tumeshaanza kutafuta msimamizi huru ili aje tuzungumze namna ya kutatua matatizo yaliyopo kwenye nchi hii. Msimamizi huru ambao sisi wote tutaenda kwenda kutoa ushahidi wetu pale, kwenda kutoa maelezo yetu kwa msimamizi huru ambaye hafungamani na upande wowote, kwenda kueleza kama Mpina mimi nikaeleze kwamba nilienguliwaje kugombea nafasi ya rais, ushahidi nilio nao, sheria za nchi zinasemaje, katiba yetu inasema nini, kanuni za chama zinasemaje, na namna nilivyoenguliwa. Sasa hapa tayari, lakini nasikia pia akisema mtawala kwamba nimesikia akisema utawala wake unatokana na chama chake kilichoshinda. Ukweli ni kwamba hakushinda katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, ila alijiweka madarakani kwa mabavu. Wagombea wa nafasi alijiweka madarakani kwa mabavu, kwani wagombea wa nafasi ya rais wa chama kutoka chama cha ACT Wazalendo na kutoka chama cha Chadema wote walizuiliwa kwa mabavu ili wasigombee. Lakini pia uchaguzi ulisimamiwa na tume batili, matokeo batili, na viongozi rais wa bunge na madiwani waliotangazwa wote ni batili na hawana ridhaa ya wananchi. Sasa unaitisha kikao ndio mzungumze kama uchaguzi ulifanyika salama au sio salama. Unafika pale mbele ya wajumbe unawaambia kwamba chama kilichochaguliwa na wananchi, wakati mnaloligombania ni hilo la kwamba wewe umekaa madarakani pale, huna haki ya kukaa madarakani. Sisi tunalibishania hilo, na ndio maana tunataka msuluhishi wa nje aje ili tuje tueleze kwamba huyu rais aliyoko madarakani hana ridhaa ya wananchi na hakuchaguliwa na wananchi. Unafika kwenye kao unasema mimi nilipatikana kwa ridhaa ya wananchi. Ridhaa ipi? Watanzania hawakufanya uchaguzi wa Oktoba 2025. Azimio namba 4 linazungumza kuanzisha uchunguzi huru wa jinai kama ilivyopendekezwa na tume ya uchunguzi, ikiwemo kuweka utaratibu wa fidia kwa waathirika, vigezo vya kustahili fedha na ratiba ya utekelezaji. Hili agizo namba 4 hili ambalo ni azimio namba 4 la Umoja wa Jumuiya ya Madola, hili linaloweza kusema tu kwamba ni vigumu kutekelezwa mapendekezo ya tume ya Chande, kwa sababu tume ya Chande ripoti yake haijatolewa kwenye umma mpaka leo. Ilipokwisha kusoma tu mtawala akaondoka nayo. Sasa kama mtawala aliondoka nayo, kama mtawala aliondoka nayo, maanake ni kwamba ni tume ambayo haijulikani mpaka sasa hivi undani wake iliona nini, na ni ngumu pia kufanyia maamuzi kupitia ripoti ile kwa sababu haijulikani kabisa kwenye umma total. Sasa kwa hiyo mtaona kwamba haya maazimio manne haya ambayo nimeyazungumza, maazimio manne ya kuhusu jumuiya ya madola ambayo iliyatoa, na wasiwasi wangu namna ambavyo yatatekelezwa au namna gani, na wasiwasi wa kutekelezwa, kwa sababu mazingira yanayoendelea ndani ya nchi yetu hayaonyeshi ishara kama haya mambo yatatekelezwa inavyopashwa, na mazingira bado hayaonyeshi, kwa sababu kama ni vurugu zinaendelea, kama ni kamata za watu zinaendelea, kama ni kuonewa na kunyanyasa watu wanaendelea. Toka walivyoonewa wanatekwa kabla ya uchaguzi watu 758 kutekwa na kupotea, bado watu wanaendelea kutekwa mpaka leo, bado watu wanaenda kukamatwa mpaka leo na kusingiziwa makosa. Kwa hiyo sioni room ya kutekelezwa haya maagizo ya haya maazimio ya Jumuiya ya Umoja wa Madola. Sasa na kama hayatatekelezwa itakuwaje? Kuhusu zana ya maridhiano, duniani kote utaratibu wa kawaida wa kufanya maridhiano
ya makundi yanayohasimiana baada ya vita au machafuko, yani the aftermath, ambapo hatua hiyo hufikiwa baada ya ukweli kuwekwa wazi, haki, uwajibikaji chini ya usimamizi huru usiofungamana na upande wote, yani the neutral person ambayo ni impartial. Na pia hadidu zake za rejea kuwekwa wazi na kuelezwa bayana. Maridhiano baada ya matukio machafuko ya mauaji wa Oktoba hapa nchini kwetu yatakuwa na changamoto kubwa, kama nilivyosema. Yatakuwa na changamoto kubwa sana, licha ya kupigwa kampeni, kwa sababu zinafanyika sanaa. Yani badala ya kuingia kwenye maridhiano, zinafanyika sanaa za maridhiano na propaganda za maridhiano peke yake. Lakini uhalisia wa kwamba tunaenda kwenye maridhiano, tunafata zile principles zilizowekwa za maridhiano, hakuna. Kwa hiyo matokeo yake ni kwamba hapa nchini kwetu tunaweza kutumia muda mwingi wote kupiga porojo, propaganda, na hatuwezi kufikia kwenye maridhiano. Manake, na kama hatuwezi kufikia mwisho, manake athari zilizosababishwa zitazidi kuwa kubwa zaidi, na matatizo yatazidi kuongezeka na kuwa makubwa zaidi. Sasa kwa nini nasema hivyo? Kwa nini nasema kwamba ni vigumu sana nchini kwetu maridhiano kufikiwa? Mtawala aliunda tume isiyo huru ya kuchunguza matukio, kama nilivyoeleza, haikuwa huru, ikaenda kufanya kazi, na baadaye tena akaunda chombo kingine anachosema na chenyewe kinaenda kufuatilia mambo yale yale. Lakini la pili, tarehe 7 Agosti tumeona tena amezindua tume nyingine ya kuchunguza mambo ya jinai, huku akitoa hadidu za rejea kuwa tume hiyo iende ikachunguze kwa undani na kufahamu waliotoa fedha kufadhili maandamano, jambo ambalo amekuwa akilirudia mara kwa mara, na anajidhihirisha wazi kuwa analenga kuwakomoa baadhi ya watu ambao anawachukia binafsi kwa maslahi binafsi, huku akitapanya fedha za umma bila sababu za msingi. Pia tume hizo zimekuwa zikipewa muda mrefu kukamilisha kazi zake na kuwapotezea muda wa Tanzania pamoja na jumuiya za kimataifa. Sasa zinaundwa tume, na tume hizo zinaundwa upande mmoja, jambo ambalo utaratibu wetu wa maridhiano, utaratibu wetu wa usuluhishi wa migogoro hauruhusu hivyo. Principles za conflict resolution haziruhusu hivyo. Hauwezi ukawa upande huo uliosababisha matatizo ndio huo unaounda tume, unaoendelea kuunda tume. Lakini tatu, tume ya uchunguzi wa kijinai iliteuliwa na mtawala tangu tarehe 18 Mei 2026 ikiwa na wajumbe 4, lakini tarehe 7 Agosti 2026 akizindua tume hiyo alitangaza tena wajumbe 2 wapya kutoka Namibia na Uganda, jambo ambalo linaleta mkanganyiko mkubwa katika jamii. Hawa wa Namibia na Uganda hawakutangazwa ile tarehe 18 Mei 2026, wala taifa alikuambiwa kwamba kuna wajumbe wengine wataongezwa. Tunakuja kusikia tu siku ya kuzinduliwa tume ile wanatangazwa watu wengine 2 kwamba na wenyewe wamo kwenye tume ile, bila kuelezwa waliteuliwa lini, utaratibu upi ulitumika katika kuwapata watu hao ambao wanatoka nje ya mipaka ya Tanzania. Kwa sababu lazima wananchi wa Tanzania waambiwe. Hawawezi tu kuambiwa kwamba kuna Wanamibia hapa wanakuja kushiriki kwenye tume yenu, kuna Waganda hapa wanakuja kushiriki kwenye tume yenu. Haiwezekani katika utaratibu wa nchi. Lazima wananchi waambiwe mapema uteuzi wao na wameteuliwa kwa procedure gani. Lakini namba 4, serikali kuzidisha ubabe wa vitendo vya dhuluma, uonevu, unyanyasaji wa wananchi, ikiwemo kuwabambikiza kesi za uhaini na ugaidi kila uchao, kutekwa na kunyanyaswa kwa wananchi kila siku. Kwa hiyo kama nilivyosema kwamba hakuna kilichobadilika, kwa sababu tunayolalamikia matukio ya Oktoba 2025 na kabla ya Oktoba 29, 2025 ni hayo yanayoendelea mpaka sasa hivi. Kwa hiyo hakuna mabadiliko. Kwa hiyo hatutegemei kama kweli maridhiano ndani ya nchi yetu yatafikiwa, kwa sababu serikali haijabadilika wala hajajifunza kwa jambo lolote lile. Mtawala huko akijua kuwa yeye ni mtuhumiwa namba 1 wa machafuko ya mauaji ya Oktoba 2025, ameanza kuitisha vikao vya maridhiano na makundi na vyama vya siasa.
msimamo wa Tanzania na asasi za kiraia. Nimezungumza msimamo wa ACT Wazalendo, nimezungumza msimamo wa Chadema, lakini asasi za kiraia, viongozi wa dini, TLS, wanaharakati na wanazuoni wanataka ukweli na uwazi, haki na uwajibikaji kabla ya hatua ya maridhiano. Huo ndio msimamo. Lakini sarakasi zinazoendelea hapa ni kama tu tunataka maridhiano, na maridhiano menyewe sijui tunatoka wapi sasa, kwa sababu mpaka sasa hivi hatuna fakti zozote zile za Oktoba 2025. Tunaliziana kutoka kwenye taarifa gani? Tunaliziana kutoka kwenye nini? Kwa hiyo lakini ni hivi majuzi wote mmesikia kwamba mtawala alitangaza wanaharakati wote kuwa ni magaidi, na baada ya siku chache tukaanza kuona kweli wanakamatwa na kufunguliwa kesi za ugaidi na DPP. Sasa katika mazingira hayo mtafikia maridhiano? Kutokana na kukosekana kwa dhamira ya dhati ya siasa ya mtawala, jumuiya za kimataifa ikiongozwa na Jumuiya ya Madola, AU na UN, viongoze mwelekeo mpya wa kuwepo kwa tume ya kupata ukweli, haki na maridhiano itakayoongozwa na watu huru mashuhuri wa ndani na nje ya nchi. Mfano, maridhiano yaliyofanyika nchini Afrika Kusini mwaka 1995 yaliyotokana mwaka 2095 ambapo ulikuwa ni mchakato wa kuleta pamoja makabila na watu wa rangi mbalimbali baada ya kumalizika kwa mfumo wa ubaguzi wa rangi, yani apartheid regime mwaka 1994, mchakato ambao uliongozwa na tume ya ukweli na maridhiano TRC chini ya Askofu Desmond Tutu. Wote mnamfahamu huyu askofu. Tume hiyo ya ukweli na maridhiano ilianzishwa mwaka 1995 kupitia sheria ya bunge na ilisikiliza ushahidi kutoka kwa waathirika na wakosoaji wa ukiukwaji wa haki za binadamu, ambapo ilitoa nafasi ya msamaha kwa waliofanya makosa wa kisiasa kama walisema kweli wote, ambapo lengo ilikuwa ni kujenga taifa jipya lenye amani bila kulipiza kisasi. Mfano mwingine ni nchi ya Kenya. Baada ya machafuko ya mauaji ya ghasia ya uchaguzi mwaka 2007 yalianzishwa maridhiano kupitia mkataba wa Pwani, yani the National Dialogue and Reconciliation, uliotiwa saini mwezi Februari 2008, ukisimamiwa na jopo la watu mashuhuri Afrika, yani the Panel of Eminent African Personalities chini ya Umoja wa Afrika, AU. Kwa hiyo AU ilisimamia kuhakikisha kwamba jopo la watu mashuhuri na ambao hawafungamani na upande wowote wanapatikana kwa ajili ya kusimamia maridhiano hayo. Na tume hiyo iliongozwa na katibu mkuu wa zamani wa Umoja wa Mataifa Kofi Annan, ambapo wajumbe wengine wa jopo hilo walikuwa ni Benjamin Mkapa, rais mstaafu, hayati Benjamin William Mkapa, rais mstaafu wa Tanzania, na Kilaka Machel, mwanaharakati wa haki za binadamu na mke wa zamani wa Nelson Mandela. Tume hiyo ilifanikiwa kuwakutanisha Rais Mwai Kibaki na kiongozi wa upinzani Raila Odinga kusaini mkataba wa kugawanya madaraka uliofanya Mwai Kibaki kuwa rais na kuunda nafasi ya waziri mkuu ambaye alipewa Raila Odinga. Pia mkataba huo uliongozwa na jopo hilo uliunda tume ya uchunguzi wa machafuko, yani tume ya Waki, tume huru ya uchaguzi ILEC na tume ya kweli, haki na maridhiano TRJRC, ili kushughulikia misingi ya migogoro hiyo na kuleta mabadiliko ya kikatiba, ambapo hatimaye mwaka 2010 nchi ya Kenya ilipata katiba mpya. Kwa hiyo wenzetu walikuwa kwa procedure kabisa. Leo rais huyo ambao mgogoro unaozungumzwa ni mgogoro unaohusu uchaguzi. Rais huyo ameshiriki kwenye huo uchaguzi. Anakuwaje yeye ndio muundaji tena wa tume za kusuluhisha mgogoro? Anakuwaje yeye ndio anakuwa tena mwongozaji wa maridhiano? Sasa kwa nini mnaona huku AU iliingilia kati ikateua watu prominent wanaoheshimika katika bara la Afrika, wanaoheshimika duniani, wakaenda Kenya wakakaa. Yote haya yamefanyika chini ya usimamizi wao, na amani na utulivu Kenya ikapatikana na katiba mpya ikapatikana. Mpaka leo wanaendelea kufanya uchaguzi wa haki kabisa, mshindi ashinde, aliyeshindwa pia ameshindwa. Kwa mazingira yaliyopo nchini mwetu,
ni vigumu sana kufikia maridhiano kwa hali ya mtawala anavyoendesha mambo yake kwa sasa. Kwa hivyo sasa maazimio ya jumuiya za kimataifa ni vigumu sana kutekelezwa kwa wakati na kwa kiwango cha kuridhisha. Vigumu sana. Sasa labda nizungumzie swala la tume ya tume ya uchunguzi wa mambo ya jinai. Baada ya kuwasilisha muhtasari wa ripoti ya tume ya rais ya kuchunguza matukio ya ghasia na uvunjifu wa amani iliyotokea kabla, wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, 2025, ilipendekezwa kuundwa kwa tume ya kijinai ya tarehe 23 Aprili 2026. Tume ya rais ya uchunguzi wa kijinai ilitangazwa na mtawala tarehe 18 Mei 2026 na kuzinduliwa tarehe 7 Agosti 2026. Tume ambayo ilipingwa na Watanzania wengi, kwani haiwezekani kuunda tume mbili kwa mazira yanayotokana na tukio moja, na kwamba kufanya hivyo ni kuwapotezea muda wananchi, kukwepa uwajibikaji, kufuja fedha za umma na kukwepa mchakato wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu yani ICC. Baada ya wanaharakati nchini Tanzania wakiongozwa na Buberwa na Joseph Mabungo walifungua kesi Mahakama Kuu kupinga tume hiyo. Jambo lingine la kushangaza ni nchi ya Namibia na Uganda kukubali kutumika kuja kuhalalisha matendo ya kikatili yanayofanywa na serikali ya Tanzania Oktoba 2025 kwa kuwaruhusu naibu jaji mkuu wa Namibia Jaji Petrus Tilainge Damasebu na jaji wa mahakama ya rufani Uganda Jaji Barishaki Cheborion kuwa katika tume ya kijinai baada ya kuteuliwa na Rais Samia Suluhu Hassan kinyume na mkataba wa Afrika, yani the African Charter on Democracy, Election and the Governance of 2007. Ukizungumzia tu machafuko yanayohusu uchaguzi, umeigusa hii itifaki ya Afrika ambayo wote tuliisaini, umeigusa huu mkataba na itifaki ambayo tulisaini kama nchi za Afrika ambayo ni ya mwaka 2007. The African Charter on Democracy, Election and the Governance of 2007, ambapo inajengwa juu ya kanuni au nguzo kuu 4. Moja ni uzingativu wa katiba, pili ni uchaguzi bora, tatu ni haki za binadamu, na 4 ni uwazi na uwajibikaji. Kwa hiyo ukitaka ulizungumzia tu jambo ambalo linahusu uchaguzi uliofanyika, maana yake ni lazima urejee kwenye ule mkataba. Kwa hiyo uteuzi wa wanasheria wa majaji hawa wabobevu kutoka Uganda, kutoka Kenya, kutoka Uganda na kutoka Namibia, lazima uzingatie the African Charter on Democracy, Election and Governance of 2007. Lazima. Sio tu kuteua tu, nimewateua. Sasa yako mambo mengi yaliyokosewa katika kuwateua hawa majaji kuja nchini mwetu. Na mimi nimesikitika kwa sababu hawa majaji ni majaji wabobevu wa sheria hawa. Na heshima zao zinajulikana ndani ya nchi yao na duniani kote. Uwezo wao wa kisheria, uwezo wao na heshima yao duniani kote. Kwa nini wakubali kuja kwenye uteuzi huu ambao una changamoto nyingi kiasi hiki, lakini bahati mbaya una violate ile African Charter? Moja, uchaguzi wa Tanzania haukuwa huru wala haki. Waangalizi kutoka SADC na AU na jumuiya za kimataifa walikiri kuwa uchaguzi wa mwaka 2025 wa Tanzania haukuwa na kiwango cha demokrasia, haukukizi viwango vya demokrasia. Leo majaji hao tena wabobevu wa sheria wamekubali vipi kuteuliwa na kuapishwa na rais ambaye hakuchaguliwa kidemokrasia? Hii ni kinyume na mkataba wa Afrika, the African Charter. Leo wamekubali vipi kuja kuapishwa na rais ambaye hakuchaguliwa kidemokrasia? Mmekuja kukubali kushiriki kwenye tume yake, mmekuja kukubali kushiriki
kwenye uzinduzi wa tume yake na mmepokea hadidu za rejea yake. Sasa hii is unconstitutional na is even against with electoral standards. Sasa kama uchaguzi wenyewe ulikiuka African Charter on Democracy, Election and Governance, leo wanakujaje majaji hawa wabobevu wa sheria kuja kujiunga na chini ya uteuzi wa mtu ambaye yeye mwenyewe ni victim wa uchaguzi husika unaolalamikiwa na ulikataliwa. Uchaguzi wa Tanzania ulikataliwa na EU, ulikataliwa na SADC, ulikataliwa na jumuiya za kimataifa, na wakasema kwamba haukizi matakwa ya kidemokrasia. Na kama haukizi matakwa ya kidemokrasia, maana yake ni kwamba uchaguzi huu walioteuliwa hawakuchaguliwa kidemokrasia, na kama hawakuchaguliwa kidemokrasia, maana yake wameingia madarakani kidikteta. Sasa wewe unakujaje kushiriki katika uchaguzi wa namna hiyo? Kushiriki kwenye tume iliyoundwa na mtu aliyepatikana kwa mazingira ya namna hiyo. Lakini la pili, majaji hawa wamekubali vipi kuteuliwa na kuapishwa na mtuhumiwa tena aliye nje ya madaraka yao kisheria, yani geographical jurisdiction? Utaratibu uliotumika kuwateua hauko wazi, haukutangazwa nchini mwetu. Uteuzi wao ungeweza kufanya na EU, SADC na EC, na sio mtawala wa Tanzania wala tume ya mahakama ya Namibia wala tume ya mahakama ya Uganda. Kama ilikuwa ni kuteuliwa, basi wao wangeteuliwa na EU, wangeteuliwa na SADC, na sio tume ya mahakama au mamlaka ya mahakama ya Namibia wala mamlaka ya mahakama ya Uganda. Sasa leo majaji hawa wamekubali vipi kuteuliwa na kuapishwa na mtuhumiwa tena aliye nje ya mamlaka yao ya kisheria, ambapo utaratibu uliotumika kuwateua hauko wazi, haukutangazwa nchini mwetu? Sasa wali communicate vipi uteuzi wao kama sisi tu ndani ya nje hatukuambiwa kama kuna watu wameteuliwa? Tumekuja kuona siku tume inazinduliwa. Lakini jambo la tatu, tume ya kijinai ilitokana na mapendekezo ya tume ya Jaji Chande ambayo ripoti yake ilifichwa na rais na kuwa ya siri na kuwa siri yake pekee. Nchi nzima Tanzania hadi sasa hatujui kilichomo katika ripoti hiyo, imebaki kuwa siri ya mtawala. Hadidu za rejea za tume hiyo hazijaelezwa hadharani. Imewezekana vipi kwa wanasheria wabobevu wakubali kushiriki kwenye jambo ambalo ni siri ya mtu mmoja ndani ya nchi, kitendo ambacho kinakinzana na dhana ya uwazi na uwajibikaji? Kwa sababu kuteuliwa kuja kushiriki, si lazima muwe mnajua fakti za jambo lenyewe kwanza kwa ujumla kabla hata hamjapokea hadidu za rejea, lakini lazima jambo lenyewe mlijue. Sasa Waganda wa Namibia wanalifahamu jambo la Tanzania ambalo hata ripoti yake ya uchunguzi haikukabidhiwa nchini. Wanalijuaje? Unawezaje kukubali kwenye jambo ambalo linajificha, haliko wazi, halina uwajibikaji, ambayo pillars ya African Charter inakataa, inasema ni lazima kuwepo na uwazi na uwajibikaji. Jambo lazima liwe wazi. Sasa jambo ambalo ni siri tena ya mtu mmoja tu, mtawala aliyoko hapa nchini kwetu, wewe unakubalije Mnamibia, unakubalije Mganda kuja kushiriki? Sasa ulizipataje fact kama nchini tu sisi tumefichwa? Ndio maana ndani ya Tanzania tuna demand kuwepo kwa tume huru ya uchunguzi, kwa sababu taarifa zote zimefichwa, na hata zilizopo zipo ambazo ni za upande mmoja. Utafanyaje findings kwenye jambo ambalo limepatikana kwenye taarifa zinazotoka upande mmoja? Sasa tunasema majaji hao waliwezaje iliyowekwa, waliwezaje kukubali? Na tunajua pillars hiyo, na wao wanajua kwamba swala la transparency and accountability ni nguzo muhimu sana kwenye chata yetu ya Afrika. Sasa unakujaje kwenye jambo ambalo ni siri, jambo ambalo fakti zake hazijulikani, jambo ambalo ni siri kila mahala, kuteuliwa kwako kwa siri? How unaweza kuja kujiunga na jambo la namna hiyo? Kwa hiyo, lakini majaji hao wamekubali kupokea maelekezo hadharani. Jambo la 4,
Majaji hao wamekubali kupokea maelekezo hadharani ya namna ya kwenda kuisafisha serikali pale walipoambiwa waende wakatafute nani hasa aliyechochea, waliohusika na waliotoa fedha ili mambo yatokee ndani ya nchi, na sio kwenda kuchunguza nani hasa aliyehusika kutoa amri ya kutekeleza mauaji ya kikatili ya watu zaidi ya 518 na majeruhi zaidi ya 2390. Wanaelezwa hivi bayana kwa sababu hadidu za rejea hazikusomwa. Kwamba hadidu za rejea ni zipi? Hii tume inaundwa, tume ya kijinai. Hadidu za rejea zilipaswa zisomwe pale hadharani, Watanzania wote wajue na dunia nzima ijue. Hazikusomwa hadharani. Lakini yakatokea tu maneno haya ya kwamba waende wakachunguze waone nani aliyetoa hela kufadhili haya mambo. Lakini sio kwenda kuchunguza nani aliyetoa amri ya kuua, nani aliyetoa amri ya kuua, nani aliyetekeleza mauaji ya watu zaidi ya 518, nani aliyesababisha majeruhi zaidi ya 2390. Mambo haya hayakuelekezwa kwenda kufanya hivyo. Na sasa kama wewe unaenda kuchunguza alafu tayari umeshapewa maelekezo, maana yake ni kwamba tayari ule uhuru wenu wa kuweza kwenda kufanya uchunguzi kwa uhuru umeshaingiliwa, kwa sababu aliyewatuma already yeye ana taarifa anazozifahamu yeye na ana hatua anazozifahamu yeye. Mnaendaje kwenda kuchunguza kwa jambo ambalo tayari yule anayewaelekeza ana majibu yake na ana adhabu zake? Lakini ile ilikuwa ni totally kuingiliwa katika uhuru wa uchunguzi, ambayo impartiality of the commission, impartiality of the commissions inakuwa impaired, inakuwa impaired. Na hivyo ilitakiwa baada ya mambo hayo yote hayo kwamba umeyaona sasa, ukiyasummarize haya yote mambo manne, unajiuliza kwa nini hawa majaji kutoka Uganda, kutoka Tanzania, kutoka Uganda, kutoka Namibia wamekubali kushiriki kwenye tume ambayo haieleweki. Kwanza inaenda kufanya kazi gani? Haijulikani. Ilianzishwa ili iweje? Haijulikani. Aidha, nichukue nafasi hii kuvipongeza vyama vya siasa nchini, Namibia vya Affirmative Repositioning AR na chama cha Independent Patriotics for Change IPC kwa kumtaka naibu jaji mkuu wa Namibia Petrus Damasebu kukataa uteuzi huo, kwani utaratibu uliotumika kumteua wa kisiasa kumteua ni wa kisiasa na haueleweki, kuapishwa bila kuziona hadidu za rejea, na kwamba serikali yao haijaweka wazi namna ilivyoshughulika madai ya ukiukwaji wa haki za binadamu na uminywaji wa demokrasia nchini Tanzania tangu malizike uchaguzi wa Oktoba 2025. Hivyo kushiriki tume hiyo, tume yenye dosari nyingi kiasi hicho, kutashusha hadhi yake binafsi Dr. Damasebu na itachafua taswira nzima ya mahakama ya Namibia kimataifa. Kwa hiyo naona kwamba na mimi hapa nichukue nafasi kabisa kwanza kuwapongeza sana wananchi wa Namibia kwa namna wanavyoziheshimu mahakama zao. Hata ukosoaji wao juu ya mahakama yao wamekosoa vizuri, wameona kwamba mahakama zao zinaenda kutumika kuhalalisha uonevu waliofanywa wananchi wa Tanzania. Wananchi wanasema no, mahakama zetu zinaheshimika duniani kote kwa kutenda haki, zisiende kuchafuliwa na Tanzania. Na wanakubali utaalamu wa Damasebu na wanasema kwamba ni competent judge, anaheshimika ndani ya nchi na kimataifa, na hawako tayari kumuona kuja kuchafuka kwenye mambo ambayo haeleweki kama ya kwetu hapa Tanzania. Kwa hiyo ni jambo hasa, hivi vyama vya siasa viwili vyote vimetoka na jambo moja, na ukiangalia summary hapa ni kama tuna yale niliyoyaainisha hapo juu. Hamwezi kuingia kwenye jambo ambalo halieleweki. Kama yeye ameamua kwenda kwa kutumia nguvu zake na power alizonazo, majeshi alionayo, kuwafanya atakavyo wa Tanzania, asija kaingiza na nchi zingine kwenye migogoro mikubwa ya kidiplomasia. Sasa
Labda wakati naelekea kwenda kwenye hitimisho, niseme tu mambo nilio mimi, kwa sababu nilikuwa nazungumzia masuala ya tume ya Chakwera, na nikasema kwamba nilitumia masaa matatu kwenye ile tume kwenda kutoa maoni yangu, na niliwasilisha document ya peji 70, lakini nilimweleza mambo mengi Chakwera katika hiyo peji 70. Niliweka vielelezo vyote vya namna tulivyofanyiwa katika kabla ya uchaguzi na baada ya uchaguzi, kabla ya uchaguzi, kwenye uchaguzi na hata baada ya uchaguzi. Nilimweleza kwa kina, na katika hizo peji 70 nganipatisha mpaka na vielelezo vyote vya matukio yote. Na kwa summary tu, mambo mawili hapa ni yaseme. Yako mengi nimeorodhesha vitu vingi, lakini kwa summary hapa niseme mambo mawili. Moja nililomweleza ni kwamba ndugu Samia Suluhu Hassan ashauriwe kujiuzuru nafasi ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili kuliponya taifa na kuanza upya. La pili nililomweleza, uchunguzi haukuwa huru na uchaguzi haukuwa huru na haki, jambo ambalo pia lilithibitishwa na watazamaji wa kimataifa wa SADC na EU. Uchaguzi ulikuwa batili na ulisimamiwa na tume batili, hivyo viongozi wote, rais, wa bunge na madiwani waliotangazwa ni batili, pamoja na mambo mengine, lakini hayo mambo mawili nilimweleza Chakwera na tume yake. Na katika mapendekezo pia niliweka mapendekezo mengi, lakini nitasema mapendekezo mawili tu kwa ajili ya muda. Mapendekezo yangu namba 1 kwenye hilo tume ya Chakwera, niliomba kwamba kuundwe tume huru ya uchunguzi itakayoongozwa na Jumuiya ya Madola au taasisi yote ya kimataifa ambayo taifa ni mwanachama, ambayo Tanzania ni mwanachama, na jambo hili lifanyike haraka iwezekanavyo. Lakini jambo la pili nililotoa maoni yangu ni kwamba uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 wa Tanzania ufutwe na kutangazwa uchaguzi mwingine ili kuwapa fursa wananchi waweze kuchagua viongozi wao wanaowataka wao. Hayo ndio mambo makubwa ambayo niliyawasilisha kwenye hiyo taarifa, na leo nimekusudia kwamba hiyo mazungumzo yangu baina yangu mimi na tume ya Chakwera nitayaweka hadharani leo ili Watanzania wote wajue, maana hali ya nchi inazidi kuwa mbaya. Tulitarajia kutakuwepo na mabadiliko yanayoweza kubadilika, lakini tunavyoona hali inazidi kuwa mbaya badala ya kuendelea kupata unafuu. Kwa hiyo leo hii nitashare na nyinyi waandishi wa habari muweze kufikishia umma mambo gani tulizungumza na Chakwera. Mwishowe ipo siku yatabadilishwa na haya. Watasema kwamba kina Mpina walipoenda kwa Chakwera walienda kusema maneno haya na haya na haya na haya. Lakini humu kumesheheni mambo yote. Uongo wote uliowekwa, mpaka Mpina alijiunga na chama cha ACT Wazalendo tarehe 5. Alijiunga sijui tarehe ngapi? Alijiunga tarehe 5. Humu nimeambatisha nyaraka zote za mpaka kujiunga kwangu wanachama wa chama cha ACT Wazalendo. Watanzania wakasome ukweli wote. Leo tarehe 29 mwezi wa 7 2025. Wakati ukisoma ile barua ya msajili anazungumza Mpina alijiunga na chama cha ACT Wazalendo tarehe 5 mwezi wa 8 2025. Mimi hii ndio kadi yangu na itasirculate kwa Tanzania wote waweze kuona. Lakini pia kwa kusingiziwa kama nimevunja kanuni za chama. Kanuni za chama zote, hakuna jambo hilo linalozungumzwa na msajili mahala popote lilipo. Jambo la katiba lote hamna mahala popote lilipo. Na hii document yote hii nitaipeleka kwenye umma kama ilivyo. Document yenye kurasa 70, wa Tanzania wakasome mambo yote humu yamewekwa. Na nitakuwa tayari mahala popote, sehemu yoyote nitakapoitwa na chombo kilicho huru. Sio hizi zinazoundwa na mtawala, hizi siwezi kwenda. Hata hii iliyoundwa ya kijinai, hata kama watakuwa na mamlaka ya kuleta sama, sitaipinga mahakamani. Siwezi kwenda kwenye jambo ambalo halieleweki, kwenda kusikilizwa na jambo ambalo halieleweki. Lakini wakija wasuluhishi wa kimataifa ambao hawana upendeleo, mimi nitakuwa wa kwanza kufika, na nitaenda na nyaraka zangu zote kwenda kueleza mambo yaliyotokea. Sasa nimalizie kwa kusema hitimisho.
Ndugu waandishi wa habari, kumekuwa na kupuuzwa kwa miito mbalimbali ya jumuiya ya kimataifa kuhusu matukio ya kabla, wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa tarehe 29 Oktoba 2025, ambapo mtawala mara kwa mara amekuwa akinukuliwa akisema asiingiliwe na jumuiya hizo na kuhoji wakati mwingine who are you. Mpaka sasa hakuna nia ya dhati ya utashi wa kisiasa ya kutekeleza maazimio ya jumuiya za kimataifa, ikiwemo bunge la Ulaya EU Parliament, bunge la Marekani Congress na jumuiya ya madola, kwani serikali licha ya kupewa maonyo mbalimbali, serikali imezidisha zaidi dhuluma na uonevu kwa wananchi, ikiwemo ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu, wananchi kukamatwa na kufunguliwa kesi na kubambikizwa uhaini na ugaidi. Aidha, tangu machafuko ya Oktoba 2025 yaliyosababisha mauaji ya watu wasio na hatia 518, zaidi ya 518 na majeruhi zaidi ya 2390 na kuminywa kwa demokrasia ya vyama vingi nchini kwetu, nchi za jumuiya za Umoja wa Afrika AU, jumuiya ya nchi za kusini mwa Afrika SADC na jumuiya ya Afrika Mashariki EAC haijajishughulisha na mkwamo wa kisiasa uliokumba taifa letu la Tanzania, jambo ambalo ni la kushangaza na sio kawaida, kwani tunakumbuka ilipotokea machafuko ya uchaguzi nchini Kenya mwaka 2007, AU ilipeleka tume ya usuluhishi ambayo ilifanya kazi nzuri sana na kupata mwafaka katika nchi hiyo. Sasa leo hapa Tanzania tujiulize, AU wanasubiri Tanzania mpaka wauawe wananchi wangapi? Umeshaambiwa sasa hivi wameuawa wananchi zaidi ya 518, na wananchi zaidi ya 518, watu wengine walisema zaidi ya watu 10,000, ambao hesabu inakubali. Kama ukisema zaidi ya 518 mathematically inakubalika kwamba na wale waliosema 10,000 na wenyewe wako sahihi. Sasa AU, SADC na EAC zinasubiri Tanzania mpaka wauawe watu wangapi ndio wajue kwamba Tanzania kuna mgogoro? Wanasubiri Tanzania wauawe watu wangapi ndio wajue kwamba Tanzania kuna ukiukwaji wa haki za binadamu? Wanasubiri wauawe watu wangapi? Kwa nini mpaka leo AU iko kimya? Umoja wa Afrika uko kimya? Kwa nini mpaka leo SADC wako kimya? Kwa nini mpaka leo EAC iko kimya? Kwa nini? Na kwa nini kipindi kile yalipotokea machafuko Kenya, kwa nini AU iliingilia kati haraka sana na kupeleka tume ya maridhiano? Kwa nini leo tunazungumzia jumuiya ya madola, watu wa mbali huko kuja kuingia kwenye bara hili na kufanya na kuona kwamba kuna tatizo Tanzania, lakini AEC, jumuiya ya Afrika Mashariki, haioni kama kuna tatizo Tanzania? Umoja wa Afrika hauoni kama kuna tatizo Tanzania? Jumuiya ya Afrika Kusini jumuiya ya nchi za Afrika, jumuiya ya nchi za kusini mwa Afrika, na zenyewe hazioni kama kuna tatizo Tanzania. Watu wameuawa zaidi ya 518. Watu kila leo wanafunguliwa kesi za ugaidi na uhaini. Watu kila leo wanatekwa na kupotea. Wao hawajaona kama kuna ukiukwaji wa haki za binadamu. Wao hawajawahi kuona. Leo Tundu Lissu yuko mahakama, yuko magereza mwaka mzima na kitu, mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini. Wagombea wamefutwa kugombea kwa mabavu, kwa nguvu. Hizi jumuiya za Afrika wenyewe wanasubiri mpaka iweje ndio waje kutatua matatizo yaliyopo hapa. Na kwa nini viongozi waliokuwepo kule nyuma walikuwa wanaona dosari, wanakimbia haraka sana kwenda kuitatua? Kwa nini leo kwenye bara la Afrika imeshindikana? Hao viongozi wetu hao wanakutana na hizi jumuiya ziko kwa ajili ya nini? Na kama Tanzania inaendelea kulipa fedha kwenye jumuiya hiyo, Watanzania wanaendelea kulipa hizo fedha zao kwa ajili ya nini kwenye hizo jumuiya? Kwa ajili ya kufanya nini kama jumuiya zenyewe ni kama zipo hazipo? Kwa kuwa jumuiya ya Afrika, kwa kuwa jumuiya za Afrika zimejiweka kando na serikali ya Tanzania kukosa dhamira ya dhati kuitoa nchi yetu kwenye mkwamo, na atoa wito kwa jumuiya za kimataifa kuingilia kati, kufuatilia hatua kwa hatua utekelezaji wa maazimio wanayoyatoa kwa Tanzania. Aidha, kwa hali inavyoendelea, nchi yetu inaenda kutengwa, itawekewa vikwazo au kufukuzwa uwanachama kabisa wa jumuiya za kimataifa. Kwa namna tunavyoenda, tunaweza kufikishwa huko, na taifa letu likifikishwa huko, tumeingia kwenye matatizo makubwa.
Taifa letu ni changa na kwamba ustawi wake unategemea ushirikiano wa nchi nyingine, ikiwemo upatikanaji wa mikopo, dawa zote ziwe za binadamu, ziwe za wanyama, ziwe za mimea, masoko ya mazao ya kilimo, masoko ya mazao yote tunategemea nje. Mazao, kilimo, mifugo, uvuvi, misitu, madini, pembejeo, mpaka nguo, matibabu, biashara, ushirikiano wa kitaaluma, masoko, diplomasia, wawekezaji, watalii, tunategemea. Na hata tulipouliza kwamba who are you, ilifedhesha sana. Mtu ambaye ni tegemezi kiasi hiki, unawahoji who are you? Kwa mtu tegemezi kama wewe, paka hata dawa tu za kuwatibu watu wako, huna dawa hata ya kuanzia. Huna dawa hata ya kuanzia. Kukodi hatuwezi kukusanya, tunategemea kukopa na kuomba misaada. Sasa tukiingia kwenye mgogoro huu mkubwa kwa mahitaji haya tunayowahitaji, ustawi wa taifa letu utakuwaje? Baadhi ya nchi ya Afrika zilizowahi kutengwa, kuwekewa vikwazo na kusimamishwa wanachama wa Jumuiya ya Madola, mfano nchi ya Zimbabwe, CMAG ilisimamisha wanachama Zimbabwe tangu Machi 2002, miaka 24 iliyopita, kufuatia ghasia ya uchaguzi mkuu wa mwaka huu wa urais uliokuwa na ushindani mkubwa baina ya Robert Mugabe wa chama cha ZANU-PF na Morgan Tsvangirai wa chama cha Movement for Democratic Change MDC. Kutengwa kwa nchi ya Zimbabwe na Jumuiya ya Madola kumepelekea wananchi wa taifa hilo kupata mateso na matatizo makubwa kupindukia. Paka leo Zimbabwe hakujakaa sawa. Michezo hii mnaambiwa hivi mnatokea huku, mnaambiwa hivi mnatokea huku, mnaambiwa huku mnatokea huku. Mwisho kweli mnafungiwa. Wa Zimbabwe leo wanateseka leo. Wa Zimbabwe wanateseka, watoto wanaozaliwa leo Zimbabwe kwa makosa yaliyofanywa na viongozi ambao leo hawako hata madarakani. Tayari nchi yetu imeanza kuonja mazira makubwa ya kuwekewa vikwazo na jumuiya za kimataifa, licha ya serikali kueleza kuwa wamepeleka barua 25 za kujitetea duniani. Marekani ilipitisha azimio la kisheria la maseneta wake wawili ambao ni Ted Cruz wa chama cha Republican na Jen Shaheen wa chama cha Democrat ya kuionya na baadaye kuiwekewa vikwazo Tanzania. Kwa sasa Marekani imewekwa vikwazo kwa Watanzania kupata visa na kusababisha usumbufu mkubwa, hususan kwa wanafunzi, wagonjwa wanaosoma na kutibiwa Marekani, lakini pia wafanyabiashara na wawekezaji. Na mimi nilipata kesi, nimefikiwa na wanafunzi wengi sana ambao wamekosa visa ya kwenda Marekani, na wengine ambao wako Marekani wameshindwa kuja likizo kwa sababu visa zitolewe, jambo ambalo ni matatizo kweli kweli. Na pia bunge la Jumuiya ya Umoja wa Ulaya limepitisha azimio la kunyima Tanzania misaada ya euro milioni 156 ambao ni kama bilioni 440. Jumuiya ya Madola and the Commonwealth imetoa maazimio 4 ya ratiba ya utekelezaji, na baada ya hapo itachukua hatua ikiwemo kuweka vikwazo vya kiuchumi. Sasa Marekani tayari tuko kwenye 18 zao, Umoja wa Ulaya tuko kwenye 18 zao, Jumuiya ya Madola tuko kwenye 18 zao. Tayari tumepewa maazimio 4 tuyatekeleze, ambayo uwezo wa kuyatekeleza na nia ya dhati nayo hatuna. Sasa matamko ya mtawala kuhusu msimamo wa jumuiya za kimataifa kuwa jumuiya hizo zisiingilie uhuru wa nchi ni kuchochea uhasama na mgogoro wa kidiplomasia ya kimataifa, kwani mikataba ya kimataifa iko wazi kuhusu haki za binadamu na demokrasia, ambapo Tanzania imeridhia. Kwa mfano, mikataba hiyo, the United Nations Convention on Civil and Political Rights of 1966, the Universal Declaration on Human Rights of 1948 and etc. Hizo zote tumeziridhia, zote zinazohusu haki za kidemokrasia, zinazohusu haki za binadamu. Kwa hiyo hauwezi tena ukachomoka kwenye hilo hata ungefanya vipi. Kwa muda mrefu Tanzania imekuwa mwanachama mtulivu na kisiwa cha amani katika jumuiya za kimataifa, wala haijawahi kujieleza. Kabla ya hapa sisi kama Watanzania katika jumuiya za kimataifa hatujawahi hata kuandikiwa barua ya kujieleza, hatujawahi kuwekewa vikwazo wala kusimamishwa wanachama katika Jumuiya ya Madola.
au jumuiya nyingine yoyote ile ya kimataifa, na badala yake Tanzania imekuwa msuluhishi wa migogoro ya kisiasa katika mataifa mbalimbali katika mataifa mbalimbali duniani. Si ndio uzoefu tulio nao? Ndio uzoefu tulio nao. Lakini na nchi yetu Tanzania imeshuhudiwa kwa kutoa viongozi wakubwa kwenye jumuiya kubwa za kimataifa. Na nyinyi mnakumbuka kwamba katibu mkuu wa bunge la Jumuiya ya Madola, yani Secretary General of the Commonwealth Parliamentary Association CPA, Dr. William Ferdinand Shija, akiwa Mwafrika wa kwanza alishika wadhifa huo katika bunge hilo, bunge la CPA. Tuliweka katibu mkuu sisi pale, katika katibu mkuu wa bunge la Jumuiya ya Madola, ambaye Dr. William Ferdinand Shija akashika nafasi akiwa Mwafrika wa kwanza kwenye jumuiya hiyo. Lakini mnamkumbuka pia tuliwahi kupeleka naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa UN, Dr. Asha Rose Migiro. Tanzania, ndio sifa za Tanzania, sio kwenye migogoro ya hivi. Tanzania inajulikana kwa kupeleka prominent leader duniani na sio kwenye migogoro ya namna hii. Watanzania, tusikubali taifa letu kuingizwa kwenye mgogoro mkubwa wa kidiplomasia na kiuchumi kwa ubabe wa watawala ambao sababu za kufanya hivyo wanazijua wao. Watanzania, tusikubali taifa letu kuingizwa kwenye mgogoro mkubwa wa kidiplomasia na kiuchumi kwa ubabe wa watawala ambao sababu za kufanya hivyo wanazijua wao. Abadani aslani tusikubali. Abadani aslani tusikubali. Ni lazima tushinikize ukweli, haki na uwajibikaji ili kuliponya taifa letu. Mwisho, msimamizi huru mediator atafutwe kwa uangalifu mkubwa na kwa wakati ili kulinusuru taifa letu, kurejesha amani, utulivu na demokrasia ya kweli nchini. Wapo watu mashuhuri wenye uzoefu mkubwa katika utatuzi wa migogoro ya kisiasa sehemu mbalimbali duniani. Kwa mfano mzee Thabo Mbeki, Abiy Mohamed, huyu ni wa Ethiopia, Abiy Ahmed, Dr. Lazarus Chakwera aliyeletwa na Jumuiya ya Madola hapa, mwana Afrika mwenzetu na yuko tu hapa Malawi. Lakini mzee Obasanjo, hawa wazee wapo. Afrika inashindwa nini? AU inashindwa nini? SADC inashindwa nini? EAC inashindwa nini? Kuwaleta hawa wazee waje wafanye kazi hapa ya kulisaidia taifa letu. Lakini ndani ya nchi wako watu wanaoheshimika na kuaminika katika kusimamia haki kama mzee Joseph Sinde Warioba, Profesa Anna Tibaijuka, mzee Juma Duni Haji au Babdun, Profesa Raymond Mosha, Profesa Isa Shivji, Dr. Helen Kijo Bisimba, mzee Jenerali Twaha Ulimwengu. Hawa ni watu ambao wako neutral, unaweza kuwakabidhi jukumu wakalifanya vizuri kabisa. Ukichukua watu wa nje ukaunganisha na watu tulionao hapa ndani, watu prominent ambao wanaisema kweli. Na hapa nimezungumza, ndio maana unaona hapa combination ya hapa unawakuta kuna wana CCM mle, kuna Chadema mle, kuna ACT Wazalendo mle, kuna academician wanazuoni tu mle, kuna independent watu wazoefu wa mambo ya nje na nini, wazoefu wa masuala mbalimbali bila kujali. Ndio maana nimeweza kuwataja. Mimi ni mpinzani lakini nimewataja baadhi ya wana CCM wako humu. Tunawaamini kutokana na wanavyoweza kusimamia mambo bila kujali mambo ya vyama. Kwa hiyo mimi naamini kwamba tukienda kwenye usuluhishi wa kweli, tukatafuta msimamizi huru wa kututoa hapa tulipo akasimama kama nilivyosema pale awali, ili kila mmoja tupate fursa ya kuingia na kwenda kutoa ushauri na kwenda kuwasilisha changamoto zilizojitokeza, tuna uhakika kabisa kwamba nchi yetu itatoka hapa ilipo.
Sasa ndugu waandishi wa habari, nitoe wito kwa Watanzania wote walioko mjini na vijijini kuchukua hatua za kushinikiza kwa mtawala na serikali yake kama ifuatavyo. Sasa hatuwezi kutulia tu. Haya yote yanayotokea haya hatuwezi kunyamaza. Kwa kweli hatuwezi kunyamaza. Na hata wale wanaofikiri kwamba tutanyamaza wanajielekeza vibaya. Hatuwezi kunyamaza wakati taifa letu linafanywa haya linayofanyiwa. Na ndio maana nikahoji pale kwamba hata mpaka unajiuliza hawa wanaoyafanya haya wanataka kulifanyia nini taifa? Moja, kutekeleza maazimio ya jumuiya za kimataifa ikiwemo bunge la Ulaya, bunge la Marekani na jumuiya za nasema kutekeleza tunasema kwamba na waomba wananchi washinikize kwa mtawala na serikali yake kufanya yafuatayo. La kwanza, kutekeleza maazimio ya jumuiya za kimataifa ikiwemo bunge la Ulaya, bunge la Marekani na jumuiya ya madola. Maazimio hayo yatekelezwe kwa wakati kabla ya nchi hajatumbukia kwenye matatizo makubwa ikiwemo kutengwa, kuwekewa vikwazo katika shughuli za kijamii na kiuchumi au kufukuzwa wanachama. Tusifike huko. Tusifike huko. Namba 2, kuchukua hatua za kukomesha vitendo vya uvunjifu wa sheria na katiba ya nchi unaofanywa kwa makusudi na serikali ya awamu ya 6, unconstitutional and lawlessness, na kupelekea kushamiri kwa wizi, rushwa, ufisadi na ubadhirifu wa fedha na rasilimali za umma, matukio ya watu kutekwa, kupotezwa, kuuawa, pamoja na kuminywa kwa demokrasia nchini, kukomesha dhuluma na uonevu wa kila aina ulioshamiri kila pembe ya nchi na kuasili zaidi wanyonge. Sasa hivi hapa tulipo hapa tuna tatizo kubwa zaidi kuliko hata la katiba, kwamba hata ile katiba tu tulionayo serikali ya awamu ya 6 haitekelezi. Na sio kuitekeleza tu, na sio kwamba haitekelezi tu, inaivunja kila uchao. Kwa sababu hizi changamoto zote hizi tunazoziainisha zimekatazwa kwa mujibu wa katiba. Lakini serikali hii haioni haya kuvunja sheria za nchi, haioni haya kuvunja katiba ya nchi, haioni haya. Na ndio maana kuiba fedha za umma haioni haya, kuuza rasilimali za nchi haioni haya, na kutekwa watu na kupotea. Matukio kama hayo ya uonevu wa wazi, tume zimeundwa na rais zimekataa watu kubambikizwa kesi alizoziunda yeye mwenyewe, zimesema watu wanaonewa, lakini zinamaliza kutoa matamko watu wanaenda kukamatwa kesho. Kwa hiyo sheria zinavunjwa kila uchao na bila soni. Sasa ina maana taifa hapa lilipofikia, hata ukipata katiba ya namna gani bado taifa hili litatumbukia, kwa sababu kama watu wanaweza kuivunja katiba regardless of, yani inavunjwa. Kwa hiyo wananchi ni lazima waingilie kati kushinikiza kuipiga marufuku serikali ya awamu ya 6 kuvunja sheria za nchi na kuvunja katiba ya nchi. Lakini la 3, lazima washinikize kupatikana kwa katiba mpya na kufumua sheria zote za uchaguzi na kutungwa upya sheria za uchaguzi mapema kabla ya mwaka 2028. Watanzania wananyanyasika kwa sasa hivi kwa sababu wana viongozi ambao hakuwachagua. Sasa kama una kiongozi ambaye hakuchagua, hawezi kukusamini. Atakufanyia haya kwa sababu hauko connected naye. Hauko connected naye. Kwa hiyo Watanzania washinikize kupatikana kwa katiba mpya haraka sana iwezekanavyo kabla ya mwaka 2028. Katiba mpya hii imepatikana na hili linawezekana, lakini inahitaji mashinikizo makubwa kutoka kwa wananchi wote. Jambo la 4, kufutwa kwa uchaguzi batili wa Oktoba 2025 na kuitisha uchaguzi mpya ili kuwapa nafasi wananchi kuchagua viongozi wao wanaowataka katika ngazi ya rais, wa bunge na madiwani. Haya ndiyo mambo 4 ambayo naweza nikapendekeza katika hii siku ya leo, ambayo ninajadili taarifa ya Jumuiya ya Madola, ninajadili uteuzi wa tume ya jinai iliyoteuliwa na mtawala na kuzinduliwa majuzi. Kwa hiyo
Pamoja na taarifa hii pia, kama nilivyosema, nitaambatisha kwa maana ya waandishi wa habari watakabidhiwa dokumenti hii ambayo ya siku ile ya tarehe 16 Aprili 2026 Dar es Salaam, nikiwa kwenye tume na Chakwera, na pia mtapata pia kwa maandishi hata hiki ambacho nimekiandika hivi leo. Nimalizie kwa kusema tena niwashukuru sana kwa kushiriki, waandishi wa habari, kwa kutoa hii fursa walau niweze kuzungumza haya mambo ambayo taifa letu linayapitia katika kipindi hiki kigumu, na naendelea tu kusema kwamba ni lazima Watanzania tuendelee kushikamana kuliko wakati wowote. Tuendelee kushikamana kuliko wakati wowote. Na hata vyama vya upinzani, wapinzani wenzangu, na waomba waache mambo hayo ya kutengenezeana maneno ya kutengenezewa nao kesi za hapa na pale. Mnaondoka kwenye jukumu la msingi, mnacheza ngoma ya mtawala. Acheni, tusimameni. Watanzania wanatutegemea. Watanzania kwa sasa wanategemea vyama vya upinzani kuwatoa hapa walipo. Msikubali